الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zanguni Waislamu, ndugu zanguni wapenzi wa wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, jambo la kwanza miongoni katika mambo muhimu sana ni suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndio nukta kubwa miongoni katika nukta ambayo laiti kama ukifungamana nayo katika maisha yako, basi utaweza kufanikiwa kwa namna ya juu sana, kwa sababu kila ukitazama yale ambayo mambo yaliyokuwa matukufu, watu kuhusiana na suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo nukta muhimu miongoni katika nukta zilizokuwa muhimu sana. Ndugu zanguni, walillahi alhamdu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa uwezo wake na utukufu wake ameweza kutujalia kukutana katika siku iliyokuwa tukufu. Ni siku ya yaumul jumua, ni siku ambayo ina kheri, ni siku ambayo ina barakati, ni siku ambayo ina nafahati mbalimbali. Ni siku tukufu sana katika siku zilizokuwa tukufu. Walillahi alhamdu, toka ulipotoka ulianza nyumbani kwako, lakini pia mpaka ukafika msikitini. Lakini wale ambao waliokuwa na kheri zaidi ni wale ambao usiku wao wa yaumul juma walikuwa ni usiku ambao wakifanya adhkari mbalimbali, lakini pia wakimswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hawa ndio ambao wana daraja kubwa sana na wametambua umuhimu wa utukufu wa siku ya yaumul juma. Ni siku gani iliyokuwa siku yenye kheri na baraka? Ni siku ambayo ina kila kile ambacho kilichokuwa cha kheri. Ni siku ambayo ni tukufu kama siku ya leo tuliyokuwa nayo, ni siku ya Ijumaa. Ndugu zanguni, ndani ya Ijumaa yetu hii nataka nizungumze na nyie katika wakati huu, wakati ambao kila mmoja namuomba kwa wakati wake, lakini pia kila mmoja namuomba katika akili yake atege sikio lake uzuri kusikiliza kile ambacho kilichokuwa na kheri, kwa sababu kina manufaa kwake, lakini pia kina manufaa katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ni nukta muhimu miongoni katika nukta muhimu sana. Na leo katika khutba yangu nitazungumzia kuhusiana na anwani isemayo, ukiitazama uzuri katika lugha ya Kiarabu, Waarabu wanakuambia kuna kilma kinaitwa tahdhiri alwaqti. Wazungu wanasema preparation of the time, Waswahili tunasema maandalizi ya wakati. Tutasimama mimi na nyie katika nukta hii katika kujadili katika wakati huu uliokuwa mkubwa sana, ili tuweze kupata fursa, lakini pia ili tuweze kutengeneza kile ambacho kilichokuwa kizuri. Tahdhiri alwaqti yako wewe ipo katika namna gani? Maandalizi ya wakati wako wewe umeyatengeneza katika mpangilio gani? Wazungu wanasema preparation of the time. Umetengeneza vipi wakati wako? Yani muandaa vipi wakati wako? Kuanzia toka ilivyoanza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mala wiki, mala mwezi, mala imma siku 360. Umefanya nini katika maandalizi ya wakati wako? Ndugu yangu, tega sikio uzuri katika wakati huu. Mimi na wewe nataka tuzungumze nukta iliyokuwa nzuri, nukta ambayo inatokana na mafundisho ya Al-Qur'an Al-Karim, lakini pia na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tukiweza kukaa humo, alafu ukakipata kile ambacho Mwenyezi Mungu akiniwafikia kuweza kukifikisha, ndugu yangu, kitakuwa na faida kubwa sana kama vile ambavyo mimi ninavyofikiria. Lakini pia na kuomba na wewe katika wakati wako utulize akili yako kuyasikiliza yale maneno ambayo yaliyokuwa na utukufu. Ni maneno ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiyazingatia kwa umakini na ukienda kuyafanyia kazi, utatoka katika hatua moja utakwenda katika hatua nyingine. Lakini pia utabadilisha wakati wako, yani wakati huu maana yake utaubadilisha wewe mwenyewe, utaubadilisha kwa kutenda yale ambayo yaliyokuwa ya kheri. Hakuna nukta nyingine isipokuwa nukta ni kuyatenda na kuyafikiria yale yaliyokuwa ya kheri, lakini pia ni kukatazika na yale yote ambayo yaliyokuwa ya shari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza mimi na wewe. Allah tabaraka wa ta'ala ananieleza mimi, lakini alianza kumueleza mtukufu wa daraja ambaye ni Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallama. Na nukta hii wakati anaelezwa mtume alielezwa kwa umakini sana, lakini pia alisimuliwa kwa namna kubwa sana, lakini pia ndiyo aya ambayo ukiutazama habari yake iliyokuja akiambiwa mtume ni habari kubwa miongoni katika habari kubwa sana ambayo mtume anaambiwa. Akiambiwa nini mtume? Anajulishwa mtume kitu kinachoitwa tahadhiri alwaqti, preparation of the time, maandalizi ya wakati. Anaambiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kama anaambiwa huyu ambaye aliyekuwa mtukufu wa daraja, lakini pia Mola wetu subhanahu wa ta'ala kumwambia yeye, maana yake aje atuambie sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Katika surati al-Kahf Allah tabaraka wa taala anasema katika aya nambari 103 mpaka 104, mwishoni akiwa anamaliza Allah subhanahu wa taala akiwa anamueleza mtume akiwa anafunga na jambo lililokuwa tukufu, lakini pia alianza na kitu kilichokuwa kitukufu, na Allah anamaliza akiwa ana jambo lililokuwa tukufu. Anasemaje Allah subhanahu wa taala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah tabaraka wa taala anaanza na maneno yaliyokuwa matukufu sana, maneno ambayo anaambiwa mtukufu wa daraja ambaye ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ukichungulia uzuri vile mtume alivyosema umuhimu wa aya hizi katika suratul Kafi, lakini pia siku ya Ijumaa kuisoma suratul Kafi ina utukufu mkubwa sana na ina baraka kubwa sana na ina khairi kubwa sana. Lakini mtume akazungumzia aya 10 za mwanzo za suratul Kafi, lakini pia akaelezea katika riwaya nyingine, ukitazama uzuri katika sahihi al-Bukhari, lakini pia akachungulia katika sahihi Muslim, mtume akieleza aya 10 za mwanzo za suratul Kafi, lakini imekuja riwaya nyingine mtume akielezea aya za mwisho za suratul Kafi ambao ni 10 hizi, miongoni mwao ni aya ambao nimeisoma anifa. Ndugu zanguni, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anaambiwa na Mola wake tabaraka wa taala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Anaambiwa ya Muhammad, qul, sema ya Muhammad. Ndio maana imekuja kilma mtume anaamrishwa aliseme jambo, azungumze jambo ambalo kila mmoja mwenye akili anatakiwa afanye tanbihi, anatakiwa azingatie kwa namna kubwa sana. Namna ya kuzingatia ni kutekeleza kitu kinachoitwa tahadhiri alwaqti, au wanasema preparation of the time, maandalizi ya wakati. Ndio kitu muhimu, hakuna kitu kingine isipokuwa mtume ndio anaelezwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Qul, sema ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wataalamu wanatazama uzuri maneno yalivyokuwa matamu na maneno yalivyokuwa yamejitosha kwa namna kubwa sana. Ikiwa imekuja istifahamu hiyo kwa maana ya hali, inahitaji jawabu, lakini pia neno lenyewe mtume analoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa miongoni katika mambo makubwa, si jambo dogo. Hal nunabbi'ukum, kilma kilichotumika ni naba, maana yake ni kilma ambacho cha jambo zito, jambo kubwa sana ambalo mtume anaambiwa sallallahu alayhi wasallama. Ikiwa kama hichi kilma naba, kilma ambacho kinaonyesha uzito na utukufu, tazama tena ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika surati Amma yatasaalun anin naba'il azim. Kilma naba kimerudi tena kwa maana mtume anaambiwa jambo lenyewe ni jambo kubwa miongoni katika mambo makubwa sana, si jambo dogo, ni jambo ambalo lina uzito, ni jambo ambalo linahitaji preparation of the time, linahitaji maandalizi ya wakati. Kila wakati unatakiwa ufanye tahadhiri alwaqti, uandae wakati wako. Unauandaa wakati wako katika namna gani? Unaumaliza wakati wako katika namna gani? Siku 360 ulizoishi, ndugu yangu, je, umeandaa vizuri wakati wako? Una mafungamano mazuri na Mola wako, au ndio umeshughulika na mahusiano ya dunia? Umeshughulika kuitafuta dunia, lakini akhera bado hujaikumbuka. Wakati Mola wako subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tena Allah alipokuwa fundi ameleta kilma cha akhsarina, kuna watu watakuwa wamepata hasara.
Tazama uzani uliotumika. Hayakutumika tu maneno kwa maana ya urahisi, yametumika maneno yaliyokuwa makubwa kwa sababu ya habari iliyokuja nyuma. Nini maana yake? Maana yake kuna watu watakuwa wamepata hasara. Tena ukitazama uzuri barnamiji ya maneno ilivyo, Allah alivyokuwa mkwasi wa kusema maneno, yani alivyokuwa fundi wa kuweka maneno katika mfumo uliokuwa mzuri. Tazama lugha ya Kiarabu namna ilivyokuwa imepambika, ni tofauti na lugha nyingine, zina ukakasi, zina udogo. Lakini Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ina ukubwa wa namna kubwa sana, lakini maneno yake yana ufasaha wa hali ya juu sana. Ukiyachungulia kwa macho utakuja kuona nini makusudio yake. Allah anasema bil akhsarina a'mala, ama ile tabau kwa maana ya idafa, na bil akhsarina ndio mudhafun ilayhi, lakini pia unaweza ukaifanya kwa maana ya musahaba, kwa maana kuna watu wamesuhubiana na masala ambayo yamewafanya mpaka wakapata hasara. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawapa habari iliyokuwa kubwa sana. Habari yenyewe bil akhsarina a'mala, akaileta a'mala kwa maana ya tamyiz. Maana yake ndiyo jambo lenyewe. Kuna watu wamepata hasara katika matendo yao. Ndugu yangu, preparation of the time, tahdhiri alwaqti, maandalizi ya wakati yanafungamana na matendo yako. Imma matendo yako uyajuze yalikuwa ya kheri au imma yalikuwa ya shari. Ikiwa utajiuliza katika akili yako iliyokuwa saha kabisa, siku 360 umezimaliza vipi? Umezimaliza ukiwa radhi na Mola wako? Lakini je, umezimaliza ukiwa umemuasi Mola wako subhanahu wa ta'ala? Lakini je, umejitengenezea akhera yako ambayo ndio inahitajika kwa namna kubwa sana, au umepoteza, hujapata chochote? Ndugu yangu, hapana. Ukiwa mtu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, linapotokea jambo inatakiwa akili yako uzingatie kwa namna kubwa sana. Na ndio maana mtume ameambiwa kwa funzo liliokuwa kubwa sana. Habari ni habari kubwa sana, habari ya kuandaa wakati, maandalizi ya wakati ndio kila kitu. Ndugu zangu, mtazame mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Miongoni katika nukta iliyokuwa kubwa, nikimtazama mtu mmoja akiitwa Mus'ab ibn Umair katika mji wa Madina. Mtume alimuandaa huyu bwana, alifanya kitu kinachoitwa tahdhiri alwaqti, preparation of the time. Alimuandaa mtu huyu kabla mtume hajaingia Madina, lakini huyu Mus'ab ibn Umair ndio alikuwa sahaba akiueneza Uislamu. Uislamu ulipata nguvu Madina kwa kupitia Mus'ab ibn Umair. Mtume alifanya maandalizi haya. Alipofika Madina, mtume alipokelewa na amani na utulivu ukapatikana, kwa sababu huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anaitazama Qur'ani ikiwa inamuelekeza jambo la maandalizi ya wakati. Ukitaka kutoka katika jambo lolote ni lazima uwe na maandalizi. Nitatoa mfano tuende sawa. Inawezekana wewe ni mfanyakazi, kampuni unayofanya, kila ukitazama unaona wakati wangu mimi umeisha. Lakini usiondoke na hii kampuni kwa ubaya, hebu ondoka nayo kwa uzuri. Usije ukaondoka kwa ubaya alafu ipo siku utarudi kwenye kampuni ile ile, maana yake hawatokupokea kwa uzuri kwa sababu uliondoka kwa ubaya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, chukua nukta nzuri alafu sambaza akili yako. Mtume alipotoka katika mji wa Maka akaenda katika mji wa Madina, aliporudi mtume Maka kuja kuikomboa Maka, mtume alipokelewa kwa shangwe na vigeregele. Lakini pia mtume alitengeneza nguvu ya namna kubwa sana, kwa sababu vipo vitu mtume aliandaa preparation of the time. Mtume alijua kwenda na maandalizi ya wakati. Tahdhiri alwaqti ni kitu kikubwa sana, miongoni katika vitu vilivyokuwa vikubwa sana. Ukicheza na jambo hili, ndugu yangu, utalia kila siku. Ndugu yangu, utaumia kila siku katika maisha yako, kwa sababu maisha ni wakati. Maisha ni wakati, hakuna kitu kingine. Ipo siku mimi na wewe tutakamatwa, utakuwa una tena la kufanya. Yani utakuwa umepata hasara, utataka ufanye uwezi tena kufanya, utataka uswali uwezi tena kuswali, utataka uende kuhiji uwezi tena kwenda kuhiji, utataka utoe sadaka uwezi tena kutoa sadaka, kwa sababu malakul mauti yuko pale anakuambia, leo ndo nimekuja kuchukua amana, leo wakati wako umekwisha. Ulifanya nini katika preparation of the time? Ulifanya vipi katika kuandaa wakati wako, wakati ambao ni dhamana kutoka kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Allah tabaraka wa taala anaeleza akimwambia mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahu akbar. Anaeleza Allah tabaraka wa taala, ndio maana ameleta kilma alladhina kwa maana ya mubham, wasiojulikana, wote wanaingia humo, ndio hao wanaingia humo. Tena nini? Dhalla sa'yuhum, ametumia kilma dhalla sa'yuhum, wameupoteza wakati wao. Watu hawa wamepoteza wakati wao, watakuja kukumbuka siku ambao yeye wakati wake alikuwa ameupoteza, lakini hana tena cha kufanya. Kwa sababu gani? Wakati, ndugu yangu, haurudi tena. Ukiupoteza wakati, utakuja kuujutia kwa namna kubwa sana, utakuja kuulilia kwa namna kubwa sana, kwa sababu wakati ni kitu muhimu miongoni katika vitu vilivyokuwa muhimu sana. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wameupoteza wakati wao. Namna gani unaweza kuupoteza wakati wako? Namna gani unaweza kuuharibu wakati wako? Tega sikio uzuri, ndugu zangu, niwahusie katika nukta ya pili kuhusiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuweze kufanikiwa ni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ili maneno haya yawe na thamani, yawe na tija kubwa, ni wewe kumuogopa Mola wako subhanahu wa ta'ala, ndio utaweza kupata faida iliyokuwa kubwa sana. Lakini pia utatoka katika hatua moja utakwenda katika hatua nyingine. Ndugu yangu, nisikusahaulishe, tupo katika hutuba yetu inasema tahadhiril waqti, preparation of the time, maandalizi ya wakati. Tulia tuweze kupata jawabu la hiki ambacho nilichokikusudia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiwaeleza wale ambao alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, watu ambao wameupoteza wakati wao katika kuyatenda yale ambayo hayamridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu chukua kilma dhalla sa'yuhum, alafu twende ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika suratul Nazi'at. Allah tabaraka wa taala akianza kuanzia 35 mpaka 41, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala analeta maneno yaliyokuwa makubwa, maneno ambayo yana utukufu wa hali ya juu sana. Inawezekana kila katika masikio yako ukiyasikia, lakini bado akili yako hayajapambanua maneno haya. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo watakumbuka watu. Yauma ni siku hiyo, sio siku nyingine. Ukitazama uzuri katika Al-Qur'an Al-Karim, neno kilma yaum ni kilma ambacho kina makusudio makubwa sana. Sio siku nyingine isipokuwa ni siku ya kiyama. Na kiyama chako ndugu yangu mimi na wewe ni siku ambayo unatolewa roho, ndio wakati wako umekwisha. Huna tena utakachokifanya. Kufanya ni leo. Usiseme utafanya kesho, nitafanya kesho kutwa. Unafanyaje kesho kutwa wakati wako ni leo? Ikiwa ukitazama uzuri ndani ya siku hizo 360 zikiwa ndio zinakwisha, umefanya nini? Na bado unasema nitafanya, eti nitaswali kesho, eti nitatoa sadaka kesho. Unatoaje kesho? Unaijua kesho? Kuna watu leo hii wapo katika sakaratul mauti wakati huu, na kuna watu wapo vitandani saizi ni wagonjwa, anatamani naye afanye lakini hawezi kufanya. Wewe Allah amekupa fursa, unashindwaje kutumia fursa? Tahadhiril waqti, preparation of the time, maandalizi ya wakati. Ndugu yangu, maandalizi ya wakati yanahitaji kutenda yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo watu watakumbuka al-insanu. Tena ma sa'a analeta kilma kwa maana ya ma sa'a, maana yake ma min siyaghil umum. Utakumbuka kila ulichofanya, imma cha kheri au imma cha shari. Ndio maana ma wa lafdhu ma imetumika kilma kwa maana ya lafdhu ya ma, kwa maana inaingia la kheri na inaingia la shari. Lote ulilofanya, jiulize katika akili yako, ndani ya wakati wako uliouandaa, je, kuna mangapi ambayo umeyafanya ya kheri
Na je, kuna mangapi ya shari uliyofanya ukiwa umemghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu mwisho wa siku jibu utalipata kupitia ndani ya Al-Qur'ani Al-Karim. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya lakini wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Watu wameshughulika na dunia, watu wanahangaika na dunia. Subhanallah, dunia ambayo ndugu yangu itakuacha, alafu itakuwa inacheka. Ulikuwa unanikumbatia, leo mimi nimekuacha. Nenda leo ukakutane na watu ambao waliokaa toka enzi ya Nabii Allah Adam mpaka leo wapo katika mchanga, alafu mimi na wewe tunaifikiria dunia ambayo haina hata kitu chochote, haina thamani yoyote, haina utukufu wowote. Hey brother and sister, fikiri kwa umakini. Mola wako subhanahu wa ta'ala anapokuletea jambo anahitaji uwe ni mtu ambaye unazingatia kwa namna kubwa. Ukikosa kuzingatia, maana yake unajitengenezea shimo wewe mwenyewe. Fa amma man tagha, yule ambaye aliyechupa mipaka, wa athara alhayata dunya. Ndugu yangu, ukaathirika na mipango ya kidunia, ukashughulika na dunia. Ewe ndugu yangu Muislamu, hebu leo nikwambie na nikukumbushe katika wakati huu. Inawezekana leo hii ndani ya siku 360 wako watu leo hii anafikiria kuna wakati ukifika atoe imma vitanda vyake au imma viti vyake, vitu vyake vyote yavitoe, kwa maana anavitupa, anavigawa. Anasema wakati umebadilika, kwa hiyo maana yake nakuja na kitu kipya. Lakini pia inawezekana kuna mwingine saizi kuna usafiri mpya, kuna gari mpya iko bandarini tayari ishafika, lakini pia inawezekana mwingine ipo kwenye meli inakuja. Hebu nikuulize ndugu yangu, ikiwa unaandaa mipango hii ya kidunia, ewe kwa Mola wako umeandaa nini? Kwa Mola wako wewe umeandaa nini? Umefanya nini kwa ajili ya Mola wako, ili ukiondoka ndugu yangu lije likusaidie? Hivi vyote unavyoviandaa ndugu yangu, hata kama upande gari ya namna gani, lakini mwisho wa siku utakuja kupanda kwenye gari ambayo kila mmoja atapanda, lakini kila mmoja atavaa sanda hiyo. Hakuna ambaye atakayekimbia, kila mmoja atavaa sanda, kwa sababu ndiyo vazi la mwisho, ndiyo vazi ambalo litakupa thamani. Unaliandaa vipi hili? Imma kaburi lako liwe ni bustani miongoni katika bustani za peponi, lakini imma liwe kaburi lako ni shimo katika mashimo ya motoni, kwa sababu wewe mwenyewe ulishindwa kufanya kitu kinaitwa tahdhiri alwaqti, preparation of the time, maandalizi ya wakati. Usiseme nitaingia peponi tu kwa fursa ya mtume, la hasha wakalla. Huwezi kuingia peponi kirahisi. Masahaba walifanya kazi kubwa, waliumia kwa kupambania dini, lakini pia walifanya preparation of the time. Walijua wakati wangu mimi naishi katika ulimwengu wa dunia, ipo siku nitaondoka, na nikiondoka maana yake tayari nimefanya maandalizi. Ninapokutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala, Mola wangu anakuwa radhi, Mola wangu yuko radhi na mimi. Watazame wale ambao mtume amewabashiria pepo. Umefikiri walifanya kiurahisi? Walifanya kwa namna kubwa, kwa sababu walitambua tahdhiri alwaqti, preparation of the time. Ndugu yangu, ni kitu muhimu sana. Ukicheza hapa umecheza na kila kitu. Zitazame siku hiyo 360 zinabadilika, lakini na wewe unabadilika. Maana yake umri wako na namba yako inabadilika. Maana yake kama kule katika daftari lako, maana yake tayari ushapunguziwa. Nini unajua kile ambacho kilichobakia katika wakati wako utakaoishi katika ulimwengu wa dunia? Bado hujatambua. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaeleza kwa ufundi wa hali ya juu, wa hum yahsabuna, ili hali hawa wanadhani katika akili yao, annahum yuhsinuna sun'a, kwamba wao wametenda matendo yaliyokuwa mazuri kabisa. Ukitazama uzuri, maneno mazuri sana, alafu vimebadilishwa nukta ndogo, zimebadilishwa haraka ndogo, lakini zimebadilishwa harufi ndogo tu ambazo ukiziweka uzuri, maana yake utaona kabisa maneno haya Mwenyezi Mungu hakuyazungumza tu kwa maana ya kuzungumza kama udaku. Mwenyezi Mungu alizungumza kwa watu wenye akili, watu ulul albab, akitaka wapate funzo, akitaka wapate mazingatio yaliyokuwa makubwa sana. Wa athara alhayata ad-dunya. Ndugu yangu, usiathirike na dunia. Lakini wako watu
leo hii walimkhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kule kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala, mashukio yao ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao waliochuka mipaka, ndugu yangu, mashukio yao ni katika moto wa jahannam, si kitu kingine. Na ndiyo mukabala, imma ni kwenda peponi au imma ni kwenda motoni. Unaandaaje pepo yako? Lakini pia je, unatokaje katika moto wa jahannam? Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mpenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hebu nikuulize nikiwa ninamaliza katika hutuba yangu, ikiwa leo hii tuna watoto, walillahi alhamdu, Allah ameweza kuturuzuku, lakini je, hao watoto uliokuwa nao ndugu yangu, na mtoto alikuwa likizo, mtoto wako je, ulimtazama mwanangu ameweza kumaliza msahafu kwa maana ya juzu 30? Lakini je, mtoto wako katika kifua chake ana Qur'ani aliyohifadhi? Maana yake hapa iko nukta ambayo nataka tuitengeneze. Ndio kitu kinachoitwa preparation of the time, maandalizi ya wakati. Unataraji mtoto huyu kesho aje kukaa kuombea dua, anakuombeaje dua wakati wewe hujamuandaa? Maana yake atatoa maneno mabaya kwako, kwa sababu wewe ndio uliandaa jambo hili. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sote ni watunga na sote tutaulizwa kwa hichi ambacho tulichokitunga. Mtoto wako umemuandaa vipi? Ulimuandaa katika mazingira gani ya kuja kukuombea dua au aje akutukane? Maana yake jiulize wewe mwenyewe tu, alafu utapata jibu la hili swali ambalo mimi leo hii nafikiria kwako. Ikiwa mtoto huyu unamuandaa uzuri, maana yake mtoto huyu atakaa katika wakati uliokuwa mzuri, kipindi cha likizo. Maana yake ulikumbuka mtoto wangu alikuwa kila siku anaenda skuli, lakini je, niliweza kumpambania mwanangu wakati wa likizo, nikamtafutia mwalimu akamsomesha maadili yaliyokuwa mazuri? Ikiwa leo hii watoto wetu hawana maadili, hawana kauli nzuri, sisi ndiyo sababu, kwa sababu tunashindwa kuwaandalia mifumo iliyokuwa mizuri. Na yote hii ni kuipenda sana dunia. Lakini hebu nikwambie ndugu yangu, inawezekana una wazazi wako waliotangulia mbele za haki, ulikaa hata siku moja kuwaombea dua, yani ukakumbuka kwa zile fadhila walizokufanyia wewe, kwa kukulea, kwa kukutazama mpaka umefikia na wewe una watoto, lakini ulishindwa hata siku moja kuwaombea Mungu. Lakini je, ndugu yangu, Allah amekuruzuku, una uwezo wa kutoa, ulishindwa kuwatolea sadaka wazazi wako mpaka leo? Ndugu yangu, hapana. Mbona unajikosesha baraka? Mbona unajikosesha kheri? Mbona unajikosesha nafaati? Ukiangalia siku hizo 360, ndugu yangu, siku hizo zikiondoka, maana yake alafu wewe hujapata chochote, hujafanya tahadhiri alwakti, hujafanya preparation of the time, hujafanya maandalizi ya wakati wako, maana yake ndio utaingia bil akhsarina a'mala, kwa watu ambao waliopata hasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namuomba kwa baraka zake na utukufu wake aweze kutuongoza katika njia ya haki. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutujalia kwa utukufu wake na uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe ni watu ambao tutakasikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Ndugu zanguni wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katengeneze vizuri wakati wako. Wakati bado upo, ukiwa upo duniani bado una nafasi ya kuweza kutenda. Wale ambao waliondoka ndio ambao hawana nafasi tena. Mimi na wewe bado tunaweza kutenda. Usiseme nitatenda kesho, amua kutenda leo. Al-Imam Shafi alisema, da'a al-ayyam taf'al ma tasha wa tiba nafsan idha hakama al-qada. Yasikupite tu masiku ndugu yangu, masiku yanaondoka alafu una chochote. Fikiri uzuri, ukishafikiri uzuri utafanya tahadhiri alwakti, utafanya preparation of the time, utafanya maandalizi ya wakati. Na ukifanya maandalizi yaliyokuwa mazuri, naamini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ninashuhudia katika membari ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ipo siku mimi na wewe tutakuwa mashahid mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.